wakalitaja kwa sifa nzuri. Mtume sallallahu alayhi wasallama akasema wajabat. Likapita janaza lingine, wakalitaja masahaba kwa sifa mbovu. Mtume vile vile akasema wajabat. Wakamuuliza, ya Rasulullah, limepita la kwanza tukalisifu ukasema wajabat, likapita la pili vile vile tukalitaja kwa ubaya ukasema wajabat. Mtume akasema ile la kwanza wajabat lahu aljanna, imemwajibikia pepo, na hili la pili wajabat lahu an-nar, au wa pili imemwajibikia yeye moto. Kisha akamwambia ama akawaambia antum shuhadaullahi fil ard, nyinyi ni mashahidi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ardhi kama hii. Chochote kile anachokifanya mwanadamu ni athari ambayo kwamba anaiwacha katika huu ulimwengu na katika roho za watu, sawa iwe ni mazuri ama ni mabaya yanayoshuhudiwa. Ingawa fitra na maumbile ya mwanadamu ni kuwa ameumbwa katika kupenda kinachobaki, mbali na yeye mwenyewe kupenda kubaki na kuishi umri mrefu. Yakburu ibnu adama wa yakburu ma'ahu ithnani, anatuambia Mtume, mwanadamu anakuwa mkubwa na vitu viwili vinakuwa pamoja na yeye. Hubbul mal, cha kwanza ni kupenda mali, wa tulul umri, na umri mrefu. Pamoja na kuwa yeye mwenyewe apenda kubaki, lakini vile vile katika maumbile yake apenda vinavyobaki. Ndio maana tukija katika vitu vya kidunia leo, mtu akitaka kununua furniture atakwambia kachegue mbao sampuli fulani kwa sababu inadumu, inaishi umri mrefu. Chengine akakwambia nenda kanunue brand fulani kwa sababu utatumia mpaka mjukuu. Sasa ikiwa kuna ihtimamu kama hiyo katika vitu vya kidunia, tunataka ambavyo kwamba vitabaki na sisi kwa muda mrefu, bali mpaka mjukuu, kwa maana hata baada ya kuondoka atatumia mwanao, atumie na mjukuu wako, na pengine ende mpaka kitukuu na kwa kilembwe. Hiyo ni katika vitu vya kidunia. Kef katika vitu vya akhira? Umewahi kufikiria ni athari gani ambayo kwamba utaiwacha itakayokuwa inakuingizia hisabu katika sahifa yako ya hasanati ya mema na akaunti yako ya thawabu? Mola Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika surati Yasin, inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, hakika sisi tunahuisha waliofariki. Kisha akasema wanaktubu, na tunaandika ma qaddamu, waliotanguliza, kila ulichokitangulizia nafsi yako katika huu ulimwengu Mola Subhanahu wa Ta'ala anakiweka katika sahifa yake. Lakini vile vile wa atharahum, na athari zao, yani yale walioyaacha ambayo kwamba yataendelea baada yao kuondoka katika huu ulimwengu, vile vile kinaandikwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Swali linakuja hapa, je, mimi na wewe itakapofika siku ya kuondoka katika huu ulimwengu, sahifa zetu zitaendelea kuandikwa ndani yake ama kuandikwa kutasimama? Na kule kuandikwa kwenyewe kutaandikwa yapi? Kwa sababu watu wanagawanyika mara nne katika jambo kama hili. Kuna yule ambaye kwamba akifariki, sahifa ya hasanati na sayiat zote, sawa ni ya thawabu ama ni ya dhambi, zote zinasimama, hakuandikwi tena chochote. Na kuna yule ambaye kwamba akifariki, zote mbili zinaendelea, mema yanaendelea kuandikwa na mabaya vile vile yanaendelea kuandikwa. Na kuna yule ambaye kwamba akifariki, sahifa ya maovu inasimama na ya mema inaendelea, na huyu ndio ar-rajul. Alafu kuna na yule ambaye kwamba ni mwovu zaidi, akifariki sahifa yake ya mema imesimama,
ya maovu ndio yenye kuendelea. Hapa ndo hatari zaidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia katika hadithi yake, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'a. Man sanna fil islam, yoyote atakayeweka katika Uislamu sunnatan hasanatan, mwenendo uliokuwa mzuri, tumesema falahu ajruha, atapata ujira wake kwa kuiweka, wa ajru man amila biha min ba'dihi, na ujira watakayefanyia kazi baada yake. Umeweka athari iliyokuwa nzuri, athari kama ile ikawa ni yenye kuendelea baada ya kufariki. Kila anayefanya anapata ama unapata wewe thawabu, min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'a, bila kupunguziwa wao ujira wao. Haimaanishi kwa wao watakatwa ndio upewe wewe, wanapewa wao malipo yao kamili, alafu na wewe vile vile unapewa malipo yako. Na vile vile kinyume, waman sanna fil islami sunnatan sayyi'a, na atakayeweka katika Uislamu mwenendo uliokuwa mwovu mbaya, fa alayhi wizruha, anabeba dhambi zake, wa wizru man amila biha min ba'dihi, na dhambi za yule atakayefanyia kazi ubaya ule baada yake, min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'a, bila dhambi zao kupungua wale wanaofanya. Wameendeleza sio uovu ulioanzisha, wao dhambi zao nazo, na wewe dhambi utapata vile vile, kwa sababu ni athari mbovu mbaya ambayo kwamba umeiacha kabla ya kuondoka katika ulimwengu kama huu. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipozungumzia habari za mtoto wa Nabii Adam, ambaye kwamba alikuwa ni wa kwanza aliyemwaga damu na kuua katika huu ulimwengu na katika hii dunia, alituambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, kullu nafsin tuqtalu dhulma, kila nafsi ambayo kwamba inauliwa kwa dhulma. Kuna yule ambaye kwamba anauliwa kwa haki, kwa mfano kisas, mtu ameua tauliwa, hiyo ni kwa haki. Lakini kila nafsi ambayo kwamba inauliwa kwa dhulma, tumesema falibni adam al-awwal kiflun minha, yule mwana wa Adamu wa kwanza ana fungu katika dhambi ya kila nafsi inauliwa. Hawa mamilioni ya watu tunaona wanauliwa ulimwenguni leo, dhambi za mauaji yote hayo zinarudi kwa yule. Kwa nini? Mtume anasema li'annahu awwalu man sanna al-qatla, kwa sababu yeye ndiye wa kwanza aliyeka huu mwenendo kuua, kwa hakuna kuua kabla yake. Yeye ndiye alianzisha. Kila anayekuja baada yake kufanya kitendo kama hicho, dhambi anaipata anayeua, na dhambi inamrudia yule aliyeweka athari ya mauaji katika ulimwengu kama huu. Kwa hivyo jiangalie ndugu yangu, ni athari gani ambayo kwamba unaiacha katika ulimwengu kama huu. Anbiya Allah, manabii wa Mola subhanahu wa ta'ala, walikuwa mstari wa mbele katika kuweka athari nzuri katika ulimwengu kama huu. Na ndio tunaona Sayyidina Ibrahim alayhi salam akimwomba Mola subhanahu wa ta'ala, akimwambia waj'alni lisana sidqin fil akhirin, ya Rabbi nijalie niwe na utajo mwema katika umma wa mwisho. Ni mangapi aliyofanya Sayyidina Ibrahim alayhi salam, la tosha la kutujengea al-Kaaba al-musharrafa, zadaha Allahu tashrifan wa ta'dhima, na Mola subhanahu wa ta'ala kabakisha athari zake. Leo ukienda katika al-Kaaba utaona kuna makamu Ibrahim, athari ya miguu yake ikijenga al-Kaaba, Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Na Mtume akatuwekea ni sunna baada ya kufanya tawafu katika Kaaba usali rakaa mbili za tawafu. Zile rakaa mbili ni sunna, usimame kuelekea makamu Ibrahim ukiwa unafesa al-Kaaba. Yote ni kukumbuka nini? Athari aliyoacha Sayyiduna Ibrahim alayhi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim, paka Mola katuambia wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Athari kama hii aliyoacha Sayyidina Ibrahim na nyingine nyingi, akawa anakumbukwa mpaka leo al-Khalil alayhi as-salatu was-salam, utajo aliuomba kwa Mola subhanahu wa ta'ala, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Kwa kila swala tunayoiswali lazima tulete salatu al-ibrahimiyya katika tashahudi ya mwisho.
ndio utajo mwema ambao kwamba anakumbuka nao Sayyiduna Ibrahim alayhi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim. Kwa hivyo anbiyaullah waliacha athari kama hizo. Ukija kwa sahaba wa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kila mmoja alijitahidi katika kuacha athari katika ulimwengu kama huu. Leo nenda kaangalie wakfu wa Sayyiduna Uthman ibn Affan unakadiriwa kwa zaidi ya bilioni 1 riali. Tunazungumzia bilioni takriban 40 Kenya money. Ni wangapi wanaonufaika na wakfu kama huu? Na ni miaka zaidi ya 1400 wakfu kama huu umekuwa. Ni mamilioni wangapi ya watu ambao kwamba wamestafidi na wakfu kama huu. Ni athar ambao kwamba ameiacha Sayyiduna Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kwa hivyo kuna wale ambao kwamba wanaacha athari njema, alafu kuna na wale ambao kwamba wanaacha athari mbovu. Mwangalie Firauni laanatullahi alayhi, hakuna athari nzuri aliyoacha, bali Mola alimjalia yeye ndio akawa athari. Mola subhanahu wa ta'ala akaashiria kama ilivyokuja katika surati Yunus, al-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka aya. Leo tutakuokoa na mwili wako, tutaubakisha. Leo ukienda museum pale Cairo utaona mwili wa Firauni. Asema tutakubakisha litakuna liman khalfaka aya, ni somo kwa watakaokuja baada yako. Wakija waione ile athari mbovu. Huyu ndo alikuwa akisema ana rabbukumul a'la, mimi ndo Mola wenu wa juu. Huyu ndo alikuwa akisema la alimtu lakum min ilahin ghairi, sijui Mungu mwingine wenu nyinyi asiyekuwa mimi. Leo yuko hapa hata kujitingisha hawezi. Leo yuko hapa hata kufukuza nzi akisimama katika uso wake hawezi. Athar ambayo kwamba Mola subhanahu wa ta'ala ameweka. Acha athari katika ulimwengu kama huu. Al-Imam Shafi'i anatuambia laqad mata qaumun wa ma matat makarimuhum wa asha qaumun wa hum fi an-nasi amwatu. Hakika wameishi watu ama wamefariki watu, wa ma matat makarimuhum, na fadhila zao hazikufa, athari zao zimebaki. Wa asha qaumun, na wengine wameishi wako hai, wa hum fi nasi amwatu, wanatembea kati ya watu lakini maiti, hawana athari yoyote, hawana chochote waliojikadimishia wao wala waliojiandalia kwa ajili ya umma iwe itaingiza thawabu katika mizani zao. Jiulize, kutoka fariki al-Imam Shafi'i, ni watu milioni ngapi katika huu ulimwengu ambao kwamba wanamwabudu Mola subhanahu wa ta'ala kwa kupitia madhhabu ya Imam Shafi'i? Thawabu zote zinamrudia yeye al-Imam. Ni kiwango gani cha thawabu anakipata Sayyidina al-Imam Shafi'i? Vile vile al-Imam Abu Hanifa, vile vile al-Imam Malik, vile vile al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Wote na milioni ya watu leo wanajua kumwabudu Mola subhanahu wa ta'ala kwa ilmu ambayo kwamba wameiweka aima kama wale. Wamefariki miaka 1000 na 400 na zaidi ya 1200, lakini athari yao imebaki katika huu ulimwengu mpaka kesho. Huyu ndo ar-rajul anaweza kubakisha athari, anaweza kuweka basma katika huu ulimwengu, ikaendeleza hisabu ya hasanati na mema yake hata baada ya kufariki. Huyu ndo ar-rajul, huyu ndio jana dume. Mtume sallallahu alayhi wasallam alituambia idha mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min thalath. Mwanadamu akifariki amali yake hukatika, zile alikuwa anazifanya mwenyewe hawezi tena kufanya, shafariki, illa min thalath, isipokuwa mambo matatu. Mtume akaanza kutajia, akatuambia sadaqatin jariya. Jambo la kwanza ni sadaqa yenye kuendelea. Athari ya sadaka yenye kuendelea. Kuna sadaka ulitoa ukiwa hai, thawabu yake ushaipata, ushaingia katika sahifa yako. Lakini je, una athari yenye kuendelea ambapo kwamba ni sadaka jaria? Umechimba kisima, hata baada ya kufariki baada watu wanakunywa maji kisima kile, ni sadaka jaria. Umesomesha, hata baada ya kufariki ile ilmu inaendelea kunufaisha wengine, ni sadaka jaria. Na ndio maana maulama walikuwa kisisitiza sana mtu akiweza kumfundisha ama kuwa wa kwanza kumfundisha mtu kutamka Fatiha, jitahidi. Ukiweza yeyote yule ambaye kwamba
anakulia, anaanza kusoma, ama ni mtu ameingia katika Uislamu karibuni, ukaweza kumtamkisha Fatiha wa kwanza, jitahidi. Kwa nini? Kwa sababu ni sadaqa jariya yako hiyo. Imagine kila akiswali, akiisoma ile suratul Fatiha, thawabu zinakuingilia katika mizani hasanati zako. Kwa hivyo sadaqatun jariya tumetuambia, au ilmu yuntafa'u bih, ama elimu ambayo kwamba watu watanufaika nayo. Ikiwa huyu amesoma, anakwenda kusomesha na wengine, elimu ile inaendelea kurithiwa, kama tulivyoeleza Imam Shafi'i, ni sadaqa jariya, inaingia katika mizani hasanati. Tumekatumbia au waladin salih yad'u la, ama mtoto mwema, si mtoto tu kwa makini hapa hakusema au waladin salih. Kuna jitihada waliifanya wazazi, wakamkuza huyu mtoto katika swala, katika wema, ndio maana akawa leo anamkumbuka babake. Kuna wangapi leo ni watoto waliotoka katika uti wa mgongo wa wazazi wao, lakini hawakumbuki wazazi wao kwa kupitia dua abada. Lakini kwa ile swala ambayo kwamba amemlea nayo na amemkuza nayo, akawa leo baada ya kufariki anamkumbuka kwa dua, pengine katika kila siku ama kila swala. Juzi nimeona clip ikaniathiri, kuna bwana babake amefariki miaka sasa, lakini kila siku baada ya salatul asr yuko kwenye kaburi lake, anafanya ziara na anamsomea ama mwombea dua kila siku. Kwa miaka haijapita siku hata moja akakosa. Sisi tunaweza kuwazika, tunawazika, pengine ukapita miezi, ukapita miaka, labda itokee bahati mbaya kuna mtu mfariki, tumekwenda kuzika, basi ndo kidogo mtu apite kwenye ile kaburi atie dua. Lakini kama hakutokea mtu kufariki, haya tumesahau. Waladin salih yad'u la, yote haya ni athar ambayo kwamba wameiacha mabwana kama wale. Kwa hivyo jitahidi kuacha athar katika kila upande, katika ibada yako acha athar. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu alipokuwa anafariki, binti yake analia, anaona babangu anatuondokea, anasema wa karaba, ni mazito gani yanayonifikia haya? Amwambia, mwanangu, siseme hivyo, sema wa taraba, ni furaha, si janga. Kisha akamwambia, ghadan alqal ahibba Muhammadan wa sahba, kesho mimi nenda kukutana na vipenzi, kesho nenda kukutana na mtume na maswahaba zake. Hawa mimi nilikuwa sababu ya kuwakusanya kuja kutekeleza ibada ya swala. Mimi ndio nilikuwa nikiadhini, mtume akisema arihna biha ya Bilal, ukifika wakati wa swala akisema tupumbaze ewe Bilal kwa kupitia hiyo swala, yani nenda kaadhini utuite. Alikuwa anawakusanya maswahaba katika ibada tukufu ya swala. Nani? Sayyiduna Bilal. Asema hawa kesho mimi naenda kukutana nao. Hii sio karab, ni tarab. Ghadan alqal ahibba Muhammadan wa sahba. Suleiman ibn Yasar rahmatullahi alayhi alipokuwa yupo katika sakaratul maut, binti yake analia, amwambia, mwanangu silie, unaona kile kipembe, nimehitimisha maelfu ya Qur'ani mimi. Watu wameacha athar. Ni athar ipi ambayo kwamba tumeiacha sisi katika ibada? Ni athar ipi ambayo kwamba tumeiacha katika muamala? Je, kesho tukifariki litakapotajwa jina letu watasema rahimahullah, ama watasema tumepumzishwa naye? Hili swala muhimu atakana ujiulize. Je, utakapoondoka watu watahuzunika waseme ni pengo lisozibika hili, ama ukiondoka watasema tumepumzishwa kutokana na huyu mustarahu min? Yule mmoja katika makhalifa wa daula ya Abbasiya anamuuliza waziri wake, wale mabwana walikuwa majina yao ni al-Mu'tasim billah, al-Muqtadir billah, kwa kufungamishwa hivyo, al-Mutawakkil ala Allah. Anamwambia, bwana, lau ningekuwa katika zama za khilafa ya daula ya Abbasiya, unadhani mimi ningeitwa nani? Sasa lile jina lako kutokana na matendo yako. Waziri wake akamwambia, unanipa amani, yani hutonidhuru nitakachokisema, akamwambia nakupa amani.
akamwambia wewe ungeitwa a'udhu billah. Sasa angalia utakuwa ni katika gani? Ni katika wale ambao kwamba wanakumbukwa kwa mazuri, ama ni katika wale ambao kwamba wanakumbukwa kwa maovu? Waliwacha athar as-salafu salih ridwanullahi alayhim ajma'in. Al-Khatib al-Baghdadi katika tarikh Baghdad ananukuu athar ama habari ama hadithi ya Abu Darda, sahaba Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Abu Darda akionekana pande za Sham, Syria, anapanda mti, na yeye ni mtu mzima mzee. Anaambiwa, ewe sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa umri wako huwezi kupata matunda mti kama huu. Yani mpaka uwe mkubwa utoe matunda, utakuwa pengine ushafariki. Sayyidina Abu Darda anawaambia, ma alayya an yakuna li ajruha wa yaakula minha ghairi. Mimi sijali madamu nitapata thawabu zake na ale mwingine. Mimi ni athar nimeiacha hii. Kuna watu watakuja kukaa chini ya kivuli ya mti kama huu, thawabu nitazipata. Kuna watu watakuja kula matunda ya mti kama huu, thawabu nitazipata. Si lazima nile mimi. Hivi ndivyo walikuwa kifahamu ridwanullahi alayhim ajma'in. Sasa jiulize, ama tujiulize mimi na ni athar gani ambayo kwamba tumeiacha katika ulimwengu kama huu, tutakumbukwa nayo na itaendelea kutuingizia thawabu. Usitarajie mtu kufanyiwa ni 50-50. Naweza kufanyiwa au usifanyiwe. Naam, kuna vizazi vingine vivema vitawajengea wazazi wao kama ni misikiti, vitawachimbia visima, lakini kuna wengine. Anaeleza mmoja katika makadhi wa nchi ya Saudia, anasema kuna bwana alifariki na alikuwa na mali mingi sana. Wengine wakataja takriban milioni 45 riadi, pesa nyingi sana. Wengine wasema ni zaidi ya bilioni 1. Hana mke, hana wazazi, hana watoto. Anatafuta wenye kurithi. Ikapatikana walioko ni watoto wa ndugu. Wakaitwa watoto wa ndugu, nyinyi ndio warithi mlioko. Vijana watatu hapa kuna milioni 450. Kwa hivyo hapa kila mmoja ana 150. Imagine umeamka tu asubuhi hivyo ambao una milioni 150 riali, alafu usipige mara 40 labda ndio upate pesa yake. Yule kadhi kwa sababu ana huruma katika moyo wake akawaomba, akasema naombi mimi nataka kuwaomba. Kuna sehemu ama maeneo fulani kuhitajika msikiti. Milioni 3 zitatosha kujenga msikiti. Katika hizo 150 zenu naje kila mmoja, maonaje kila mmoja atoe moja tu? Wewe baki na 149. Kila mmoja atoe milioni 1 tu. Mmoja anasema, wajua nina madeni mingi na mashughuli mingi. Mwingine anasema wacha nitalifuatilia hilo jambo. Watatu akasema, ikiwa hakujifanyia mwenyewe akatoa uhai wake, wala sisi hatumfanyii. Mamilioni kwa mamilioni, bali mabilioni kwa mabilioni, lakini hakuna athar aloiacha mwenyewe akatoa uhai wake, na baada ya kufariki pia hakupata wa kumfanyia athar kama ile. Kwa hivyo tuacheni athari katika maisha yetu, ili twende tukasipate huko mbele thawabu, ama mizani ya thawabu iwe itaendelea. Na nahitimisha kwa nukta muhimu, kwa sababu tuko katika ulimwengu wa teknolojia, tuko katika ulimwengu wa internet. Tuna wengi wanaojulikana kama content creators, swanii almuhtawa, wamejaa tende mashallah. Kila nyumba, kila mtaa hapo kuna huyu ni TikToker, na yule ni YouTuber, na huyu ni hivi na vile. Jiulize tu ndugu yangu, kile unachokitengeza, ile content unaiweka katika page yako, katika wall yako, katika channel yako, je, ni athar nzuri ambayo kwamba itaendelea kukuingizia thawabu baada ya kufariki, ama ni athar mbovu ambayo kwamba itaendelea kukuingizia dhambi baada ya kufariki? Ile swala muhimu tujiulize. Jua tu kwa ukifariki, sisi hatuna password yako, hatuna namna kwenda kuifunga page yako wala kudelete ulichokiweka katika page yako. Ukifa unakufa na password yako.
Kwa hivyo angalia mwenyewe, ikiwa unajua ni kitu utaridhia kuletewa katika sahifa yako siku ya Kiyama utakaposimama mbele ya Mola, kiacha, endelea kufanya sampuli hiyo. Lakini ukiwa unajua ilikuwa kitu hakiridhishi Mola wala hutoridhia kuoneshwa siku ya Kiyama wakati wa hisabu mbele ya Mola, rudi, nenda ka scroll, hakikisha umedelete zote zile ambazo kwamba umeziweka. Tumomba Mwenyezi Mungu tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ya man wafaqa ahla alkhair lilkhair wa anhum alayhi وفقنا للخير وعنا عليه لا تمنعنا خير ما عندك بشر ما عندنا فضلا وجودا وامتنانا وإحسانا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.